Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza kabisa mimi nianze kwa kuwashawishi wenzangu kwamba Mheshimiwa Waziri Ulega tumpitishie bajeti hii, kwa sababu kwanza amekuwa ni waziri wa kwanza waziri ambaye anajituma, anakwenda wilaya kwa wilaya, jimbo kwa jimbo na anapambana. Lakini pia tunatakiwa tujue kwamba haya mambo ameyalithi tu, ameyakuta, na kikubwa ni kwamba hapewi fedha za kutosha. Kwa hiyo mimi niseme tu viboko wamekutandika sana Mheshimiwa Ulega, na wewe ukiingia kwenye vikao basi nenda ukawe mkali. Wamekuchapa sana, wamekutandika sana, lakini hata tukikutundika haina namna. Maana yake ni kwamba tusipokupitishia na hizi ndogo au chache zilizopo basi kazi zisifanyike. Lakini pia niende moja kwa moja kwa kusema nampongeza sana Mheshimiwa mbunge wangu wa Msoma Vijijini, Mheshimiwa Muongo. Ameiongelea sana jamani. Barabara yake ya Musoma Makojo Busekela hadi imefikia hatua yani sasa naona kama anaona huzuni hivi. Na mimi kama mbunge wake, lakini mwananchi wake wa Musoma, naomba sana serikali iangalie hii barabara kwa jicho la huruma. Kati ya barabara zote nchi nzima, Mheshimiwa Rais alizosema kwamba ziunganishwe wilaya kwa wilaya, imebakia wilaya ya Msoma Vijijini na wilaya ya Msoma Mjini peke yake. Sisi ndio ambao hazijaunganishwa barabara na barabara. Pamoja na kuwa Mheshimiwa Rais amefanya kazi nzuri sana na baadhi ya maeneo mkoani kwetu Mara, kwa kweli amefanya mambo mazuri sana, tunampongeza, na barabara zipo baadhi ya maeneo, lakini kwa eneo hili la Msoma Vijijini basi tuonewe huruma. Kwenye hii kilomita 92 jamani, kilomita 5 tu. Ni kweli kwamba wengine wanapata mpaka barabara za vichochoro, wanapata barabara za kuunganisha mpaka barabara hizi zinazotoka Benki ya Dunia jamani. Sisi barabara moja tu basi angalau tujaliwe. Lakini pia Mheshimiwa Rais, huko uliko niangalie mtoto wako, binti yako bungeni pekee, mtoto wa Chifu Wangaya, barabara inayokwenda nyumbani kwetu Msoma Vijijini Majita. Mheshimiwa Rais, naomba angalia mama, kwenye mfuko tu wa ziada basi angalau na mimi binti yako niwe naenda kwetu najitapa au natamba kwamba mtoto wa rais nimekuja Msoma Vijijini. Lakini pia kuna hili daraja la Nyasaungu, lakini pia na daraja la Suguti. Hii daraja limemsababisha juzi mkuu wetu wa mkoa imebidi ashuke atembee kwa miguu. Bahati nzuri Mheshimiwa Mtambi mkuu wetu wa mkoa ni mwanajeshi, yuko vizuri, ikabidi apite pale. Lakini hii daraja limeleta maafa mengi. Tunaomba sana Mheshimiwa Waziri, rafiki yangu Ulega, na kuomba sana ndugu yangu, wewe ni mchapakazi, basi angalia. Mimi naamini kabisa bajeti sio msaafu, inaweza ikarekebishwa na baadhi ya maeneo mkatuongezea pesa, basi na sisi tukajengewa hata madaraja. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Ulega, unakumbuka juzi umekuja Tarime, katika msafara wako kuna gari yako ilipata pancha katika barabara zetu. Angalia hii barabara ya Tarime Mgumu. Hii barabara kwetu sisi ni barabara ya kiuchumi, lakini pia ni barabara ambayo inaleta watalii, inapitisha watalii, lakini ni barabara mbovu. Hii ndio barabara Mheshimiwa Naibu Spika ambaye hata Mheshimiwa Msukuma juzi alitucheka. Imagine, mpaka wabunge wenzetu wanatucheka jamani, mkoa wa Mara. Kwani sisi tuna matatizo gani? Lakini sisi kwetu ndio katoka muasisi wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa kweli najisikia uchungu, nataka hata kulia. Roho inaniuma sana kuona kwamba sisi tulimtoa muasisi wa taifa hili, lakini pia bado miundombinu kwetu inakuwa ni migumu. Jamani, mkoa wetu wa Mara ndio ungekuwa kivutio. Mkoa wetu wa Mara ndio ungekuwa wanasema kwamba jamani, tunataka kwenda kuangalia mkoa wa muasisi wa taifa hili. Tunaomba sana, tunaomba wizara zituangalie, tunaomba na sisi pia tuangaliwe ndugu zetu. Basi na sisi angalau tuonekane tumetoka mkoa. Tunajitahidi sana kama mnavyotuona angalau kupambana kuoga hivi. Lakini kwetu kule tunaoga vumbi. Barabara bado ni vumbi jamani. Sisi tutajitapia nini tuliotoka kwa muasisi wa taifa hili? Kwa hiyo mimi niombe sana Mheshimiwa Waziri Ulega, nenda kaangalie na wizara yako, basi mrekebishe hizi barabara angalau zipitike. Hadi wabunge wenzetu wanatucheka. Tunajisikia vibaya. Juzi ilibidi twende tukajifungie pamoja wabunge wa mkoa Mara tulie, kwa sababu haya mambo kwa kweli tulikuwa tunaongea kwa uchungu sana. Kwa hiyo mimi niwaombe sana ndugu zangu, na waomba. Lakini kuna hospitali yetu ya Kwangwa, ile ni hospitali ya rufaa, hospitali ambazo mama yetu Samia Suluhu Hassan katenga pesa nyingi sana, lakini ni hospitali ambayo haipitiki.
Ukienda pale hospitalini juzi, mwenezi wa taifa kiongozi alikuwa na ziara, akiwa na ziara hata hajafika mwisho, gari ya mwisho ikapata pancha katika gari zao. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ni muombe Mheshimiwa Waziri waangalie jinsi ya kurekebisha mambo haya, kwa sababu budget sio msaafu, inaweza ikarekebishwa, na sisi mkoa wa Mara tunatamani kujulikana kwamba muasisi wa taifa hili ametoka mkoa wa Mara. Naunga mkono hoja. Asanteni sana.